Tarehe 18 siku ya Alhamisi utachezwa mchezo wa ligi kuu kati ya Yanga pamoja na Fountain Gate. Mechi hiyo itapigwa katika viwanja vya Sheikh Amri Abeid Arusha. Sasa siku ya leo Yanga wanawasili ndani ya jiji la Arusha, na hii ni Costa ambayo imejaa mashabiki wa Yanga ambao wanaenda Kisongo Airport kwenda kuwapokea wachezaji wao kwa ajili ya maandalizi ya mechi hiyo. Sasa nimepata muda mzuri wa kuongea na mashabiki wa Yanga. Dada, mambo? Poa sana. Mzima? Mzima. Unaendeleaje? Naendelea vizuri kabisa. Haya ni maandalizi ya kwenda kuwapokea Yanga. Unajisikiaje kwanza timu yako inakuja uwanja wako wa nyumbani? Kwa kweli najisikia vizuri sana na tuna furaha sana kuipokea timu yetu katika mkoa huu wa Arusha, kwa sababu pia ni fursa mojawapo ya watu wa ndani ya mkoa wa Arusha kukutana na timu yao pendwa, bingwa wa NBC Premier League. Kwa hiyo tuna furaha sana. Okay. Mashabiki mmejiandaaje leo? Mapokezi yatakuwa na utofauti gani na mapokezi mengine ambayo mmekuwa mnayafanya mara kwa mara? Leo tutarajie kitu gani cha tofauti kutoka kwa mashabiki wa Yanga? Kwa kweli kama unavyoona magari haya hapa, tuna magari mengi, tuna wenzetu wengine tunawafuata huko, tumekwenda kuanza msafara. Watu ni wengi, watu wanafurahia timu yao, vitu viko vingi vya kufurahia vya tofauti. Kwa hiyo leo ni tofauti kabisa na siku zingine zote. Ni mechi za mwisho za ligi kuu ya NBC. Vipi dhidi ya Fountain Gate? Mara nyingi Yanga amekuwa anapata tabu sana anapokutana na timu ambazo zinacheza uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Je, mechi dhidi ya Fountain Gate unaiongeleaje? Kwa sababu timu imefanya maandalizi, benchi la ufundi wamepambana, mazoezi yamefanyika, tunaamini tutashinda mchezo huu. Okay. Mambo? Poa, habari? Safi. Mzima? Mzima. Sio. Unaitwa nani? Naitwa Faiti Mlali. Anapenda kuniita Faiti Mlali. Ni kipi kilichokuvutia kuwa shabiki wa Yanga? Tumezoea mabinti wengi Arusha wanashabikia Simba. Sidhani kama hilo swali lako lina ukweli, kwa sababu mimi naona piskali zote ziko Young Africans. Moja wapo nikiwa mimi sijalazimishwa na mtu kushabikia Yanga. Mimi ni mapenzi yangu, nimeamua kushabikia Young Africans, ambayo timu ambayo inanipa amani, inanipa kujiamini na inanifanya na mpaka sasa hivi nimeacha kazi zangu zote naenda kupokea wachezaji wangu ninaowapenda. Ni kitu ambacho kinatoka moyoni. Bwana mzee wangu, kwema? Kwema kabisa. Unaendeleaje bwana? Mimi si jambo kabisa. Sogea kwa chini kidogo hapo. Faza bwana, mnaenda kuwapokea wachezaji. Kwa majina yako unaitwa nani? Mimi naitwa Abu Makorongo, tawi la Bonden Cut, natokea Bonden Cut hapa Arusha, lakini tawi langu ni Bus Terminal hapa Arusha. Mmejiandaaje mechi yenu dhidi ya Fountain Gate ni mashabiki? Tunajiamini na tuna uhakika na tunaloenda kulifanya. Mtatoboa? Natoboa bila shida, hakuna mpinzani. Una ujumbe gani kwa viongozi wa Yanga, benchi la ufundi pamoja na wachezaji kwa ujumla? Tunawaambia kwamba Arusha tu umejipanga vizuri kwa lolote lile, na kombe la kwetu na hilo lingine ni kombe la ndoo. Simba ni kombe la ndoo. Kombe la ndoo? Kombe la ndoo watatusubiri, lakini kwetu hili kombe bana. Nipo pia na shabiki mwingine wa Yanga ambaye anajulikana kama Said bana. Niko kama kawaida, kwa majina yetu Said Ajabu Kipacha kindakindaki mwana Yanga Arusha zima ananielewa. Bana, leo mnaenda Kisongo pale kupokea timu yenu sasa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo dhidi ya Fountain Gate. Wewe kama shabiki pia ni kipi kimekuvutia leo kuungana na mashabiki wengine kwenda kuishabikia Yanga? Bana, mimi lazima nikaipokelea Yanga sababu mimi kindakindaki mwana Yanga hapa, na sipoenda vibe ikae fresh. Kwa hiyo nina shauku kubwa sana kupokea timu yangu kwa sababu naipenda sana na ni timu ile nikuza mpaka sasa hivi. Kwa hiyo napenda kuona wachezaji wangu kila wanapokuja Arusha hii. Mchezo wenu dhidi ya Fountain Gate unauongeleaje? Bana, hakika mimi napiga mtu 5 kesho kutwa. Alhamisi napiga mtu 5. Sina mambo mengi. Lakini hivi tuna focus ya kuchukua ubingwa, kwa hiyo anayekuja mbele tunapiga. Lakini Yanga imekuwa inapata tabu sana inapocheza Sheikh Amri Abeid, hususa ni pale wanakutana na timu ambazo ziko ukanda huu. Muone kuwa kidogo ile changamoto itakuwepo bado. Mimi ni dhamira ya watu tu ninavyokiona.